إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Mwenye kurehemu. Sifa zote njema anastahiki kusifiwa Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Tunaziomba sala na salamu zimshukie mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yeye na kizazi chake na masahaba wake waliomfuata kwa wema. Kazi niliyopewa ni ya kufasiri maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyosomwa hapa na kijana wetu. Leo kwa mujibu wa munasaba tulionao unahusisha kuzaliwa kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sikuona kama ni vizuri kuzifasiri kama alivyosoma. Kwanza naomba radhi sijakusalimuni bila shaka. Nasema na kusalimuni kwa maamkizi mema yenye rehma yatokayo kwa Mwenyezi Mungu, na ninasema amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu nyote. Napenda nitumie fursa hii niliyopewa nihusike tu na aya moja ambayo ndiyo madhumuni yaliyotukusanya hapa, iliyoanza kusomwa kama ilivyo matni ya Qur'ani, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad wa ali Isa. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, wewe Muhammad hatujakupeleka katika huo ulimwengu isipokuwa ukawe ni rehma kwa walimwengu wote. Rahma ni katika sifa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa maana ya kwamba amekuja Bwana Mtume ili awe ni rehma kwetu, atuhurumie. Anatuhurumia kwa nini? Ziko sababu nyingi. Sura mzima hii iliyobeba aya hii inaitwa Suratul Anbiya'i, sura inayozungumza mambo ya manabii.
kila nabii katika wakati wake alikutana na changamoto mbalimbali ambazo zimeelezwa katika sura hii. Mwisho anakuja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaambiwa awe ni rehma kwetu, atuletee amani, atuletee maelewano, na rehma hii ambayo ni Bwana Mtume imfikie kila mtu, anayemwamini na asiyemwamini, kana kwamba ni jukumu la kila aliyemwamini Bwana Mtume kuhakikisha kile alichokuja kukifanya Bwana Mtume na yeye anakifanya, awe ni rahma kwa wengine. Rahma hii haikuangalia mweupe, haikuangalia mweusi. Rehma hii ni mfano wa hospitali yenye kukamilika katika vifaa vyake, yenye kukamilika kwa madaktari wake, majengo yake ni mazuri, kisha ikawa iko pale na inawaita wagonjwa waje kutibiwa. Lawama si kwa waliotengeneza hospitali, lawama si kwa madaktari, lawama itakuja mtu asipoitumia hospitali ile. Kumtumia Bwana Mtume kama rahma, ili tuweze sote kuingia katika rahma ya kwamba tunayo mawasiliano mazuri, tunaafikiana, tunapendana, tunasaidiana, itakuwa ndiyo lengo la kuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama limetimia. Mtume wakati anakuja, ulimwengu aliukuta vipi? Umejaa fisadi, umejaa dhulma, umejaa vita, wenye nguvu dhidi ya wasiokuwa na nguvu, ujinga, maradhi, tabia mbaya, vyote vilikuwa vinatawala katika kipindi kile. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Muhammad, tunakupeleka ukawe ni rahma, uondoe hivi vitu. Lawama haiwezi kuwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba swala hili halijafanikiwa mpaka leo katika ulimwengu wetu. Lawama ni ya wale ambao wameitambua rahma hii wakashindwa kuitumia kama alivyoituma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka inafika sura nzima ya Uislamu inabadilika, inapewa majina ambayo si lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wajibu wetu tunaposherehekea kuzaliwa kwa Bwana Mtume tuisome mara kadhaa aya hii, wama arsalnaka, hatujakupeleka wewe Muhammad illa rahmatan lil alamin. Lengo la maadhimisho sio kufurahi, sio kula, sio kucheka. Lengo la maadhimisho ni kusoma kutokana na yule tunayemwadhimisha, tunajifunza nini kutokana na yeye. Kisha kuanzia pale mabadiliko lazima yawepo. Yanapokosekana mabadiliko, ukweli na hali halisi, muda wetu, mali zetu tulizozitumia katika kipindi hiki, zote zinakwenda harijojo, wanasema hazina faida. Sio muhadhiri, lakini niliona nihusike tuna wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujue lengo la kutumwa kwa Bwana Mtume kama ni rahma. Kwa hiyo na sisi ambao tunajinasibu ni wafuasi wa Bwana Mtume, ni lazima tuwe tuna picha ya rahma mbele ya walimwengu wote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanafunzi wa Kiislamu pamoja na wageni waalikwa, kwanza ningeomba nifanye marekebisho kidogo. Nimetambulishwa kama naibu makamu mkuu wa chuo. Sio kweli, isipokuwa mimi ninamwakilisha naibu makamu mkuu wa chuo. Mada ambayo naibu makamu mkuu wa chuo alikuwa amepangiwa inasema nafasi ya dini katika wasomi wa vyuo vikuu. Hii mada ni pana sana. Ukitaka uigawe vikundi
unaweza ukapata mada nyingi kabisa. Haileti maana bila kuiambatanisha na imani na utumishi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wa kunukuu. Haya ni maneno ya mwanadawa mashuhuri sana wa Kiislamu kutoka India. Na ukizingatia maneno haya utaona ni kweli, kwa sababu singekuwa kuna utofauti mkubwa sana kati ya elimu za vyuo vikuu na dini, basi ungekuta kwamba wahadhiri wa vyuo au maprofesa wasingekufa. Lakini nao wanafuata mkondo huo ambayo wanafuata watu wengine. Kwa hiyo kuwa msomi wa chuo kikuu au wa vyuo vikuu hauwezi kutenganisha na dini, kusema kweli. Hii ndio falsafa ambayo amekuja nayo huyu mwanazuoni. Kwa hiyo ni vigumu sana kutenganisha, kusema kweli, usomi na dini, na utakuta kwamba secular ndio zimetufikisha hapa tulipo. Nilikuwa najaribu kusoma makala moja ambayo inasema How Religious Are America's College and the University Professors. Nilipoona hii mada nikawa interested kuangalia na wenzetu kwa mfano Amerika, hawa maprofesa hawa dini wanaionaje. Nikapata data kwamba katika study iliyofanyika na maprofesa hawa wawili, mmoja akiwa ni Professor Gross na mwingine Professor Simon, utafiti ulifanyika mwaka 2007. Katika sample walizoweza kufanya tafiti yao, ikaonekana kwamba asilimia takriban 23.4 ya maprofesa wa Amerika aidha walisema hawamtambui Mungu, au wakasema kwamba hawaelewi kama vile kuna Mungu na hawaamini kwa njia yoyote ile kama kuna Mungu. Naona sasa maprofesa hawa wa Amerika, lakini wenzetu wana lugha moja, kama kunatokea msukosuko huo wanasema my God. Sasa God katoka wapi? Kwa hiyo hii ndio hali halisi ya wasomi, lakini na ukiangalia hii ni kutokana na maandalizi finyu kutoka katika viwango vile vya awali, ambapo vijana wanatakiwa wajengwe katika maadili ya dini, na watakapokuwa wanaendelea katika elimu za juu wakiwa na maadili ya dini, itakuwa ni rahisi sasa hata na wao wasomi hawa kuweza kurudisha ile effect ya elimu yao hii walioipata katika vyuo, kureflect katika mambo ya kiimani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Katika mnasaba huu wa kusherehekea kuzaliwa kwa huyu ambaye ndiye mbora wa viumbe vilivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ningependa niweze kuwakilisha mada hii ambayo itahusu elimu aloifundisha mtume wetu na taathira yake duniani. Ndugu zangu, leo tunaishi katika ulimwengu ambao unaadhibiwa na mfumo unaomkana Mwenyezi Mungu, mfumo ambao uliozaa nidhamu ya usekula, kwa maana Mungu awekwe chini, Mungu hayupo. Na kama Mungu yupo, mzungumzeni huko misikitini na huko makanisani na huko kwenye matemple. Mwacheni huko, mkitoka huko Mungu hayupo, kuna usekula. Mfumo ambao umezaa itikadi mbalimbali ambazo hivi sasa zinautikisa ulimwengu na kuweka chini.
Waislamu kiujumla na wasiokuwa Waislamu tumekubali nidhamu hiyo, ima kwa kutaka au kwa kutokutaka, kwa kujua au kwa kutokujua. Na tumekubali ya kwamba dini haina uhusiano wowote na sayansi na teknolojia wala uchumi wala siasa, na kwamba ulimwengu lazima uishi katika mipaka miwili. Kuna wanasayansi, kuna wanasiasa, kuna wana ulimwengu huu, na kwa upande mwingine kuna wanadini. Na kwamba ni jambo la ajabu mtu mwanasayansi awe mwanadini, ni vichekesho, haiwezekani. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja na Uislamu ambao msingi wake ni tauhid. Wama adraka ma tauhid. Maana yake kila kitu kinakwenda kwa mfumo mmoja ndani ya ulimwengu huu. Huwezi ukazungumzia elimu bila kumzungumzia Mungu. Huwezi ukazungumzia siasa bila kumzungumzia Mungu. Huwezi ukazungumzia uchumi bila kumzungumzia Mwenyezi Mungu. Huwezi ukazungumzia Mwenyezi Mungu ndiye msingi wa kila kitu. Kwa sababu ni yeye ndiye aliyeweka kila kitu. Sasa hivyo vya kisekula vinatoka wapi ambapo Mungu hayumo? Vinatoka wapi? Kwa ndugu zangu, katika mada hii nitajaribu kuonyesha ile elimu alotufundisha mtume wetu, ile elimu ya tauhidi, ambapo unamuona Mungu na sayansi ni kitu kimoja. Huwezi kuviachanisha. Bali Mungu lugha yake ni sayansi na teknolojia. Ndio nataka kidogo tufike huko. Na athari ya elimu hii ulimwenguni zama zile na hivi sasa ikoje? Nafikiri nikigusia nukta hizo nitakuwa nimefurahi kwamba angalau nimewakilisha nilichotaka kufikisha. Nukta ya kwanza, Bwana Mtume alitufundisha elimu gani? Mtume alipokuja alifundisha elimu gani kwa walimwengu? Ndio nukta ya kwanza utazungumzia. Lakini kabla sijagusa nukta hii, ningelipenda kuwakumbusha ndugu zangu ya kwamba aya ilosomwa hapa inatuambia wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Napenda tu nipige msumari hapa kidogo na mimi. Tufahamu ndugu zangu, hakuna rehma, hakuna neema kwa walimwengu kama neema ya utume. Neema hii ikikosekana ni kwamba ulimwengu hauna chochote kilichobakia. Sio zama hizi, zama zilizotangulia. Angalia namna gani wanadamu walivyofika katika hali ya unyama, mpaka inafika mahala kule kuwepo juu ya ardhi hakuna maana, Mwenyezi Mungu anawaangamiza. Na hii hali tunaiona leo. Turudi kwenye nukta ya kwanza. Bwana Mtume alitufundisha elimu gani? Alikuja kufundisha walimwengu elimu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomletea wahi Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa alihi, anamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Mara nyingi ukimuuliza mtu soma, Mtume asome elimu gani? Na hii nukta napenda kidogo tuwe makini, tuwe hadhir, yani sije katuchanganya kidogo.
Katika aya hii Mwenyezi Mungu anapomtaka bwana mtume asome, cha kusoma Mwenyezi Mungu anakitaja ndani ya aya hii. Maka utakimbilia haraka, Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume asome Qur'ani. Sasa Qur'ani ni nini? Unaijua Qur'ani? Sasa Mwenyezi Mungu anaitaja hapa nini bwana mtume asome. Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma wewe kwa jina la Mola wako aliyeumba. Piga mstari pale, aliyeumba. Aliyeumba. Tafuta kalamu nyekundu piga pale. Kumbe Mwenyezi Mungu huwa al-Khaliq. Hivi alivyoviumba Mwenyezi Mungu, ndugu yangu, ni kitabu. Tunasema huwa kitabul kaun. Naona mnanitazama mjaelewa bado. Kitabu cha Mwenyezi Mungu, huu uumbaji alioweka Mwenyezi Mungu alladhi khalaqa, ni kitabu, kitabul kaun. Mtume anaambiwa soma, ikra kitaba al-Khaliq, soma kitabu cha yule aliyeumba. Sasa ngoja kidogo tushereheshe ili ufahamu maana ya kitabu. Sawa sawa? Na tutakwenda katika mambo madogo madogo, alafu uone kwamba haya makubwa hatuna nafasi ya kuyazungumza. Leo tuko chuo kikuu hapa. Kuna watu ni watafiti, ni maprofesa, wamesoma. Lakini ukimuuliza wewe umesoma nini? Anasema mimi nimesomea masuala ya mineralogy, masuala ya vitu hivi vya mines, madini. Kwa hivyo maisha yako yote wewe umekaa unasoma mines. Namna Mwenyezi Mungu alivyoweka maajabu yake ndani ya madini. Miaka mingapi unasoma baba yangu? Umeanza miaka 7 ya primary, umekwenda miaka 6 secondary, umekwenda university, umemaliza bachelor's, umekwenda masters, umekwenda mpaka umefika PhD, na bado walimu unafanya utafiti unaendelea, hujamaliza. Yuko anasoma. Vitabu vingapi watu wameandika ulimwenguni kuhusu madini? La ilaha illallah. Na wako maprofesa wangapi vyuo vikuu duniani wako wanahangaika bado wanatafiti madini, hawajamaliza kitabu cha Mwenyezi Mungu na maajabu ya Mwenyezi Mungu ndani ya uumbaji wa kitu kidogo, madini. Kitabu cha Mwenyezi Mungu. Umeelewa maana ya kitabu? Au bado? Au tuendelee kidogo tu mfano mwingine? Shekhe, nenda Muhimbili. Unakuta kuna maprofesa, unamuuliza wewe ni profesa, hebu nieleza sawa, mimi nina takhasus, ni specialist katika nini? Katika macho. Miaka mingapi rafiki yangu tuambie mpaka umespecialize kwenye jicho? Umespecialize wapi? Takhasus katika moyo. Yaani kusomea mwili mzima. Hiki kitabu hiki mwanadamu huwezi kumaliza elimu za Mwenyezi Mungu ndani ya huyu mwanadamu. Kwa hiyo inabidi uende ukatafute kitabu kamoja moyo, uanze kusoma ndio ujue vizuri kale kamoyo, kile kitabu kile kina maajabu gani kile. Watu wameandika kuhusu moyo hawajamaliza mpaka leo. Researches, utafiti unaendelea dunia nzima katika vyuo vikuu vya duniani. Moyo ni vitabu. Watu hawajamaliza kuandika na kugundua vitabu hivyo.
Nani? Elimu ya nani? Ndio Mwenyezi Mungu huyo, alladhi khalaqa. Ndio Mwenyezi Mungu anamwambia bwana mtume, ikra bismi rabbika alladhi khalaqa huwa alkhaliqu. Yeye ndiye muumbaji wa vitu hivi, na hiyo ndio sayansi yake na teknolojia yake, hamwezi mkaimaliza. Kuna mzungu hapa? Kuna mzungu hapa? Una mzungu hapa? Kuna usekula hapa? Kuna usekula hapa? Huyu anayesema sekula nani? Anayesema sekula kufundisha hivyo nani? Hii ndio elimu alotufundisha Mwenyezi Mungu, na ndio elimu ilotufundisha Qur'ani, na ndio elimu alotufundisha bwana mtume salawatullahi alayhi wa alihi. Ndugu zangu, nikitaka kuwapa mifano tutakesha. Sasa mada yenyewe ndefu, tufanye kwa ufupi. Angalia mwanazuoni mmoja mkubwa wa Kiislamu, tena huyu sio mtu wa kawaida. Huyu ni Sheikh Mahmud Shabistari. Huyu Mahmud Shabistari ni kwamba ni manake ni mwana irfani, mtu yule aliyobobea katika masala ya kiroho. Tena huyu ni msufi, wale watu wa dhikri, maisha yao yote ni kumdhikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye anasema nini kuhusu elimu hii alotufundisha Mwenyezi Mungu, elimu hii ya Qur'ani? Anasema toba na koti kama vile ilivyokuja katika lugha ya Kiingereza hapa. Anasema to him whose spirit is enlightened, the entire universe is a sacred book of the Most High. Every sphere of the universe is a different chapter. One is Suratul Fatiha and another is Suratul Ikhlas. Anasema kwa yule ambaye nafsi yake imepewa nuru ya hidayah, Mwenyezi Mungu akamuongoza kama mimi nilivyoongozwa. Manake huyu ni mwana irfan, mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Anasema ulimwengu wote uloumbwa na Mwenyezi Mungu ni kitabu kitakatifu cha Mwenyezi Mungu aliye juu. Huwa Qur'an, huwa dhaki alladhi anzala alquran huwa alkhaliqu. Aliyeiteremsha Qur'ani ndiye aliyeumba kitabu hiki na kile kimoja, aloandika author yule yule. Huwa nafsuhu alkhaliqu huwa almunzilu. Aliyeumba ndiye aliyoteremsha kitabu. Kitabu ni hiki, ni kimoja, na muumbaji ni yule yule, na ndio aliyoteremsha. Wapi usekula baba yangu? Kwa hivyo anasema kila kipengele cha ulimwengu huu ni chapter, manake ni mlango, ni babu katika kitabu hiki. Mwanadamu ni chapter katika kitabu cha uumbaji. Jicho ni paper, unasoma paper moja, na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo utaangalia kwamba mlango mmoja ni Suratul Fatiha na mlango mwingine ni Suratul Ikhlas. Kwa maana ukisoma mwanadamu utaona kwamba ni Suratul Fatiha. La ilaha illa Allah. Ukimsoma mwanadamu utaona kwamba ukimsoma mwanadamu bila shaka unasoma Suratul Fatiha. Mafi farq. Anayemsoma mwanadamu bila shaka anaisoma Suratul Fatiha au anaisoma Suratul Ikhlas. Ndugu zangu, utaona ya kwamba Mwenyezi Mungu anapozungumza watu ambao ni ibadur rahman au ibadullah ndani ya Qur'ani, utaona ni kwamba anazungumzia watu hawa ambao walotafakari katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu ambao walihakikisha kwamba wanaweka macho yao katika vile alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu anasema alam tara anna Allaha nazzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha
wa min aljibali judadun bidh wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa min an-nasi wa min ad-dawabi wal an'am afwan mukhtalifun alwanuha kadhalik inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Baada ya kutaja haya mambo au milango abwab katika kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekwenda katika jibala, akaenda katika sama, akaenda katika ardhi, akamaliza huku kote ndo akasema inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hakika wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wakamjua, wakawa na ule woga, wakawa karibu na Mwenyezi Mungu, wale ambao ni ulama. Man humul ulama? Alladhina yaarifuna asrar alkhalq, wale ambao wanaojua siri za uumbaji, hao ndio ulama. Sheikh, sio kujaza aya za Qur'ani, hata kutafsiri huwezi, hata kuzielewa huzijui, zinaashiria nini hujui, ukajiona umehifadhi hujui maana yake, haiendi. Na hapa ndipo unapoelewa kwamba Qur'ani tunayoizungumza hiyo na hiki kitabu cha uumbaji ni kitu kimoja. Mwandishi ni huyu, ni mmoja. Kwa hii ndio elimu ambayo alotufundisha Bwana Mtume, na ndio elimu tunafundishwa na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mafunzo haya aloyafundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zama zake, kwa mtazamo huu ulileta mabadiliko, ukawaandaa watu ambao wenye mtazamo sahihi wa elimu. Na ndio maana tutaangalia kwamba haikupita muda utaona maajabu yanatokea ndani ya ulimwengu wa Kiislamu. Maajabu. Tabani Bwana Mtume hakuja kuwafundisha watu kila details, ameshawapa misingi na mfumo, na ndicho kitu muhimu. Kawafundisha mfumo na misingi, kaiweka strategy, mtakwenda vipi, mnatakiwa muitafute elimu namna gani. Na hapa kuna nukta nataka niiweke vizuri. Ndugu zangu, ukielewa maana ya kitabu cha uumbaji, ukielewa maana ya Qur'ani kwamba ni kitu kimoja, utaelewa ya kwamba hakuna binadamu, hakuna kiumbe ambaye anayejua kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakuna. Ndugu zangu, nataka niweke kidogo mkazo hapa. Watu wanafanya maskhara na Mtume, wanataka kumpresent kama binadamu wa kawaida. It's not right, na ni makosa. Ukielewa maana ya Qur'ani kwa maana hii kwamba Qur'ani wa kitabul kaun shay wahid, unaelewa ya kwamba Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa alihi ni kiumbe wa ajabu, hana mfano na hawezi kupimanishwa na yoyote yule. Huwezi. Na hata ujitahidi namna gani kumjua Muhammad, huwezi ukamjua. Ukifikiria umemjua, hujamjua, huwezi ukamjua. Anayemjua ni yule aliyomuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi ukamjua. Upeo wa Mtume huwezi ukaujua wewe. Upeo wa elimu ya Mtume huwezi ukaujua. Huyu Mtume ni yule ambaye Mwenyezi Mungu anasema sanukuriuka fala tansa. Anafundishwa na Mwenyezi Mungu, tutakufundisha hautosahau. Wewe umefundishwa na nani? Wewe umefundishwa na nani? Mwana Mtume tunapomzungumzia ni yule ambaye elimu yake, ujuzi wake hata malaika mukarrabun hawawezi wakafikia. Bwana Mtume alikwenda na malaika Jibril katika Miraj, wakafika katika Sidratul Muntaha. Pale malaika Jibril akamwambia, ya Rasulullah, taqaddam, mimi mwisho hapa, siwezi kuendelea. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani
walaqad raa min ayati rabbihi alkubra, mtume aliona katika aya za Mwenyezi Mungu ambazo ni za juu. Ikiwa mwanadamu ni aya, ikiwa mbingu na ardhi ni aya za Mwenyezi Mungu, ikiwa kila kiumbe ni aya ya Mwenyezi Mungu, basi bwana mtume ndiye aliyeona aya ambazo ni al-kubra. Hakuna zaidi ya hapo. Hata malaika hawana elimu ya mtume. Na ni makosa kusema Jibril alitumwa kumfundisha mtume. Si sahihi. Bwana Jibril analeta wahi, haji kumfundisha mtume. Mtume amefundishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye mtume tunayemzungumzia. Hata ujitahidi kumjua, huwezi ukamjua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaona madrasa aliyoyaasisi bwana mtume ndani ya mji wa Madina. Nataka niwape mfano mmoja kwamba ni madrasa ilokuja ikazaa huu mfumo tunaozungumza, mfumo wa watu ambao wanaona ulimwengu huu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho lazima wakisome, na ndivyo walivyofundisha wa masahaba matabiina walomfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Angalia mathalan madrasa ya Imam Jafar Sadiq katika mji wa Madina, ndani ya msikiti wa bwana mtume. Hatuna muda wa kuzungumza, lakini utaangalia mjukuu huyu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama alivyopokea kwa baba yake Muhammad al-Baqir, aliyechimba elimu akaileta juu, watu wakaiona wakaisoma, iliyokuwa imezikwa. Kama alivyosoma kwa baba yake Imam Ali Zainul Abidin, kama alivyosoma kwa baba yake Imam Al-Hussein salamullah alayhi, kama alivyochota kwa baba yake Imam Ali kwa bwana mtume. Hawa watu walivyoisoma elimu, angalia ndani ya mji wa Madina matunda yake katika wanafunzi wa Imam Jafar Sadiq. Hii ni karne moja tu baada ya mtume. Angalia matunda yake, ni kama vile wanazuoni kama Jabir bin al-Hayyan. Nakupa mifano iko mingi, hatuwezi tukaizungumzia yote. Lakini nakupa mfano namudhaj ya hawa maulama wa Kiislamu walojua kwamba ulimwengu huu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwamba hii ni Qur'ani. Unapomsoma mwanadamu, unasoma chapter ndani ya Qur'ani, unaisoma suratul Fatiha. Angalia maulama kama Jabir bin al-Hayyan, mwanafunzi wa Imam Jafar Sadiq. Jafar Sadiq ndio huyo. Huyu alizaliwa mwaka wa 103. Bwana mtume alikufa mwaka wa 11. Ni kama miaka 90 tu baada ya bwana mtume. Huyu Jabir bin al-Hayyan alikuwa ni msufi. Hawa watu wa dhikri ambao dhikri haiwatoki. Alikuwa ni mtu arif billah. Qur'ani imekaa, takwa imekaa. Unazungumza nini kuhusu dini ambayo hawezi kukuambia? Lakini huyu ndiye yule ambaye ni muasisi wa chemistry. Ndiye muasisi wa nini? Ndiye muasisi wa chemistry. Leo ukisikia watu wanazungumzia chemistry kama science, basi the father of chemistry is Jabir bin al-Hayyan. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yani katika zile kurunul wusta, medieval ages, utamkuta kwamba wazungu na mahala popote ndani ya ulimwengu wanamjua Jabir bin al-Hayyan as the authority in chemistry. Ni vitabu vyake ndivyo vinasomeshwa mahala popote unapokwenda. Mahala watu wanaposoma elimu, swala la chemistry wanakuambia authority ni nani? Jabir bin al-Hayyan. Qala Jabir bin al-Hayyan. Hao ndio maulama. Wamesomeshwa na nani? Imam Jafar Sadiq. Hii ni madrasa ya nani? Madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ukiingia katika masala ya mantiq, ukiingia katika masala ya falsafa, ukiingia katika masala ya tiba, ukiingia katika masala ya elimu zisizoonekana, ukiingia katika masala ya physics, ukiingia katika masala ya mechanics, ukiingia katika field yote, astronomy,
unamkuta Jabir bin al-Hayyan ni kigogo, humtikisi, ndio mwenyewe. Ndio maulama, ndio hao waloandaliwa na Mtume, wakaandaliwa na madrasa ya Imam Jafar Sadiq, kama alivyopokea kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, yako majina mengi tunaweza tukataja hapa na utawaona wote ni wasampuli. Hawa ndio watu waloleta maajabu katika tarikh, wakabadilisha. Tukakuta ulimwengu wa Kiislamu ambao uliokuwa uko nyuma kabisa, minal ummiyin, hawajui kusoma wala kuandika. Mtume kaja kaleta maajabu haya, mfumo huu. Waislamu wakenda mahala popote walipokwenda, elimu walipoikuta wakaona kwamba ni haki yao, wakaisoma, wakaijua, wakafanya utafiti, kwa sababu ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni haki yao wajue, wasome, wakawa ni mabingwa, wakaleta mabadiliko ndani ya tarikh. Msikilize huyu mwanatarikhi wa sayansi George Sutton anasema nini? Anasema during the period between AD 750 to 1100, the Muslims were undisputed leaders of the intellectual world. Kuanzia mwaka wa 750, bwana Mtume alifariki mwaka wa 632, mpaka mwaka wa 1100, Waislamu walikuwa ni viongozi, ni vinara wanaoshika mwenge wa ulimwengu wa kielimu na sayansi ulimwenguni. Nani kafanya maajabu haya? Ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni mfumo huu wa tauhid ndani ya elimu, ambapo kitabu cha uumbaji ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni Qur'ani, soma. Na ukienda katika mwaka wa 1100 kuendelea mpaka 1350, ni kwamba senta za usomi katika ulimwengu wa Kiislamu ziliendelea kuwa na hadhi yake. Waislamu wameanza kuporomoka baada ya mwaka wa 1350, ndio wameanza kubaki nyuma. Ulimwengu wa magharibi wamesha pick up the momentum, wameanza kuendelea. Na wamechukua wapi? Wamechukua hapa kwa Waislamu. Swali ni kwa nini Waislamu hawakuweza kuenda mbele? Yako mambo mengi ya kuzungumza, muda huu hauturuhusu na sio mada yangu. Lakini haya ni mambo twahitaji tuyajue. Na mbinu dhidi ya Waislamu wallahi ni nyingi. Nataka tu niwadokeze. Hivi kweli mtu anakuambia vituko. Mtu anakuambia wewe ukinywa Panadol, sikiliza, alafu ukiamini kwamba Panadol inatibu, hiyo ni shirki. Ala. Sheikh, huu ni Uislamu, unataka kuwafundisha Waislamu kitu gani hapa? Hapa unataka kuwafundisha Waislamu nini? Sayako mengi ya kuzungumza. Nani aliyewatoa maulamaa ndani ya misikiti? Ni nani aliyeondoa mathematics, chemistry, astronomy, physics ndani ya msikiti? Nani? And why? Nani kafanya kazi hii? Mpaka leo tunafika mahala unamkuta mtu anaitwa ni mufti, anakuambia ukiamini Panadol inatibu, we ni mushrik. Tunakuuliza, na tukiamini moto unaunguza tumekuwa washirikina? Are not the same principles? Nikiamini maji ni uhai, nimekuwa mushrik. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hai. Mwenyezi Mungu anataka niamini huu ni uhai au sio uhai? Ndio zile fikra za kuleta mfarakano baina ya dini na elimu na sayansi. Al-iman huwa an tumina, uamini kwamba hadha al-ma khalaqahu Allah wa jala fihi hayat, wa min al-ma ja'alna fihi kullu hayat.
Ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka uwe. Na uelewe hivyo kwamba mimi Mwenyezi Mungu nimeumba maji haya, nimejalia ndani yake uhai. Ishrab wa ta'rif anna hadha huwa alhaya. Idha lam tashrabhu la tahyi bal tamut. Hakadha ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka uwe wewe, mwanasayansi. This is life. You don't drink it, you die. Allah has put life inside. Ndugu zangu, namalizia kwa sababu muda nilopewa unakwisha. Lakini nataka kwa fursa hii niwalete katika ulimwengu wa kisasa tunaoishi, ili uone maajabu ya mfumo huu alokuja nao akauasisi Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatakiwa tuende hivyo vijana, na tusirudi nyuma. Tunaweza, tuna maajabu ya kufanya. Ulimwengu uje ushuhudie, sio makafiri watuonyeshe maajabu, tuwaonyeshe maajabu. Imekuwaje kafiri anagundua maajabu ya Mwenyezi Mungu, wewe unadai ni muumini umelala? On which grounds? Alafu unasema anta tu'min billah, la yumkin, haramun alaina. Imekuwaje makafiri wanagundua? Sisi tunasema tunamwamini Mwenyezi Mungu, hatutaki kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hii ni imani ya namna gani? Ukiuliza moja kuongeza moja, hujui kwamba ni mbili, unasema tatu. Watakra ayatul Quran, kaifa hadha? Haramun alaina wallah, haramun alaina. Hatuwezi tukadai, si kweli. Nilikwenda Iran miaka miwili na tulikuwa pamoja na Samati Sheikh. Katika chumba tulichokuwa nacho, kulikuwa kuna mzee mmoja, uwezi ukamtambua. Amevaa tu utafikiri mtu wa kawaida hivi. Lakini kumbe kigogo bwana. Bwana katika kuulizana, wewe nani? Mimi naitwa Labib Baidun. Labib Baidun. Wama adrak man huwa. Sheikh huyu ni profesa wa nuclear physics. Profesa wa nuclear physics. Yani ni profesa wa physics hii ya nuclear, manake masuala ya nuclear kama tunavyojua katika Kiswahili, yani tunasema nuclear physics. Yani mtu ambaye amebobea katika masuala haya ya nuclear. Ndiye profesa kule Suria, anasomesha katika chuo kikuu. Of course amesha retire. Lakini muangalie namna alivyobobea katika elimu ya dini. Ni katika mwanazuoni ambaye ameandika vitabu vizuri sana. Ameandika kitabu cha Nahjul Balagha kwa utaratibu wa kwenda kwa themes, yani anakipanga kile kitaratibu kwa utaratibu maalum. Katika sira ya Imamu al-Hussein ameandika vitabu, ila mashaallah mimi sijaona mtu ameandika kama yule bwana. Kwa mpangilio mzuri, kwa utaratibu wa kitaalamu. Uandishi wake si wa kawaida, ni mtu amebobea. Hawa ni watu unaona kwa nasema yes, hawa ni maulama. Leo ule muujiza aliofanya Bwana Mtume salawatullahi alayhi wa ali unajirudi. Leo wenzetu wa Iran kabla ya miaka 30 walikuwa hawana kitu chochote. Yani Iran si chochote, si lolote. Leo ukiuliza Tanzania katika mizani ya kisayansi duniani tuko wapi? Mtaalamu hapa anaweza kutuambia hamna kitu. Ukiuliza zile manake zile kazi scientific works ambazo ziko published katika international journals za kitaalamu, tuna publish kiasi gani hapa? Production yetu iko wapi? Utafiti wetu uko wapi? Mtaalamu anaweza kutuambia tuko wapi? Chini kabisa. Zero. Lakini angalia Wairani baada ya mapinduzi ya Kiislamu. Piga mstari pale. Mapinduzi ya Kiislamu yanaongozwa na watu wanavaa vilemba.
kama shekhe pale. Mimi nakumbuka niko chuo kikuu najiuliza, mwaka 83. Najiuliza hivi huyu Ayatullah Khomeini huyu ataongoza vipi na kilemba hicho? Ala, shekhe, Uislamu sio maskhara. Angalia tulivyokuwa brainwashed, manake ghasl al-dimagh, wametuosha bongo zetu mpaka tunaona kwamba Uislamu haufai. Mimi nakumbuka miaka ile niko chuo kikuu nasema huyu mzee huyu na kilemba hicho ataongozaje? Imagine. Ile ndio ilikuwa namna ninavyotazama mambo. Leo angalia maajabu ya huyu mzee huyu mwenye kilemba, maajabu aliyoyaleta ulimwenguni. Leo itazame Iran, baba, Iran haishikiki kisayansi na kiteknolojia. Huyu mzee aliyesoma madrasa ya Imam Jaafar Sadiq, huyu mzee aliyesoma madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Huyu mzee aliyejua kwamba kitabu hiki cha uumbaji ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni Qur'ani, kama alivyofundishwa na Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume. Angalia leo, kufuatana na statistics walizokuwa nazo Scopus, wanasema Iran hivi sasa katika masala ya science production, uzalishaji wa kisayansi ulimwenguni mwaka 2012 ni ya 17 ulimwenguni. Na ukiangalia zile nchi zilizoendelea, leo Iran ikiwa ni ya 17, it means imefanya wonders. This is a miracle. Imetoka wapi mpaka imeingia katika nchi zinazoendelea? Sio zilizoendelea. Maana nchi zilizoendelea ziko ngapi? Iran leo ni ya 17 katika uzalishaji, scientific production. Na inakuja iko juu ya Switzerland na iko juu ya Uturuki. Uswisi ni Ulaya baba yangu, Uturuki ni Ulaya. Ndugu, naona muda umenishia, ngoja nimalizie na haya make matamu zaidi. Nikiacha haya nitakuwa sijafanya kitu. Ukiangalia leo Iran katika masala ya nanotechnology, ndugu zangu, nikisema nanotechnology ni masala mengine. Sijui sisi tutafika huko siku. Sisi tutafika huko lini? Yaani nanotechnology tunapozungumzia ni ile teknolojia ambayo ya kuangalia vitu vidogo sana. Maana tumetoka katika level ya micro, tumekwenda katika level ya nano. Ya unapochukua unaposema micro ni kwamba mita umeigawa mara milioni 1. Ile mita unapoigawa mara milioni 1 unapata micro. Mita unapoigawa mara bilioni 1 ndio unapozungumzia nano. Manake watu wamefika katika ulimwengu wa nano. Vile vitu vidogo, unataka madarubini makubwa ya kutazama vitu vidogo. Wairani wamekusha endelea sasa hivi duniani katika ulimwengu huo. Sasa hivi wako katika ulimwengu wa nanotechnology. Wanazalisha na wanauza vifaa ulimwenguni. Leo ukiangalia katika masala ya physics, Wairani wanafahamu. Nyote mnasikia masuala ya nuclear. Ni kwamba sasa hivi katika mwaka 2011 wanasayansi wa Kiiran wa Atomic Energy Organization of Iran walidesign nuclear fusion device. Maana wanaweza kufuse hivi mambo ya nuclear technology haya. Unaweza kufuse. Habari kubwa haya. Al-asfiya Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Unajua katika nuclear kuna fission, manake ile atom ina split ile ya uranium inatoa energy. Sasa kuna masuala ya kufuse, unachukua atom mbili unazileta pamoja zinafanya kitu kimoja. Hizi habari zingine ndio fusion. Habari nzito. Iran is the 6th country with such technology. Ni nchi ya 6 ulimwenguni yenye teknolojia hiyo. La ilaha illa Allah.
Kuna mambo matamu. Hii ndiyo thamarat za Uislamu, madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii ndiyo madrasa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sheikh, nilikuwa nasoma hivi sasa Iran unakuta vijana wa miaka 17 wako chuo kikuu. What are the dreams of these young people? Ni ajabu Rahmani, angalia walivyobadilika wa Iran. La ilaha illa Allah. Watu wako wanafikiria namna gani ya kuteremsha mvua. Subhanallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sheikh, wakati sisi tuko hapa, tuko tunaota ugali, tuko hapa, tuko tunasubiri vile vijiti vya kutolea uchafu ndani ya meno baada ya kula vitoke China, vijana wa Kiran wako wanafikiria kuteremsha mvua. Subhanallah. Huu ndio Uislamu. Hii ndio madrasa ya Imam Jafar Sadiq. Hii ndio madrasa ya Muhammad al-Baqir. Hii ndio madrasa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sheikh, ya kuzungumza ni mengi, muda wangu umekwisha. Nimalizie tu hapa. Okay, nisije nikaambiwa funga. Tumalize tu hapa kwamba kwa mukhtasar, Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ndiye haki. Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq. Mwenyezi Mungu ndio haki. Tukiulizana lengo la sayansi ni nini? Ni kutafuta haki na ukweli kama ulivyo ndani ya nature. Sawa sawa. Tumekuwa tunazungumza hapa nature. That's what they say. Ni kutaka kujua, kwa mfano nikisema haya maji unajifunza yakoje physically, chemically, unafahamu unajifunza yakoje. What is the chemistry of the water? What is the physics of the water? Unajifunza, unaangalia maji haya yanachemka baada ya temperature kiasi gani na nini, na unataka kujua ule ukweli. Sasa Mwenyezi Mungu ndiyo kweli. Sayansi lengo lake ni kujua ukweli, kuugundua ule ukweli. Maki kusoma kile kitabu cha Mwenyezi Mungu na kujua kikoje. Hapa tunakuja na natija ya kwamba Mwenyezi Mungu na sayansi huwezi kuachanisha hizi realities mbili. Na ndugu zangu, dini bila sayansi ni hatari. Na maadui wa dini, maadui wa binadamu, kitu walichokifanya ilikuwa ni kuachanisha dini na sayansi, kumweka Mwenyezi Mungu msikitini na kanisani, wakamwacha huko, kaambia huku usije, tuachie sisi, tuwafundishe watu ukafiri. Kwa hivyo dini ambayo inaukubali kubaki msikitini, dini hii ni hatari kuliko hata ule ushirikina wenyewe. Na unataka nikupe mifano? Nimesema nahitimisha, sikupi mifano. Hapa nafanya conclusion. Na elimu, ndugu zangu, haiwezi kuwa secular hata siku moja. Elimu is divine. Knowledge is divine. Knowledge is divine. It can't be secular. Why? Allama al-insana ma lam ya'lam. Ni Mwenyezi Mungu ndiye aliumba kisha akamfundisha mwanadamu asiyekijua. Source ya elimu ni Mwenyezi Mungu, elimu yoyote ile, biduni istithna. Kullu ilm min Allah subhanahu wa ta'ala, wa kitabul kaun kitabuhu, kullu ma ta'allamahu al-insan min dhaka al-kitab wa huwa al-Qur'an bimaana al-fi'li. Ndugu zangu, hatari za kisekula au za kusekulisha elimu, samahani kwa msamiati huo, harakati za kusekulisha elimu tusikubali, au za kumagharibisha elimu tusikubali. Hatari zake ni kubwa kama tunavyoziona hizi, na zimetufikisha pabaya. Inshallah tubadilike. Wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin.